muda mwingi hatujafanyia mashindano, angalau kuonyesha kwamba uko tayari kwa ajili ya kuweza kutumika kwa mashindano. Lakini pia timu yetu ikiondoka hapa inakwenda Kilimanjaro International Airport kusafiri kwenda kule. Kwa hiyo kuja kwetu Tanga hapa, tunaomba wanatanga mfanye dua zenu kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwezesha hapa hawa watakapokuwa Morocco waweze kupata ushindi wa kuweza kuingiza mguu mmoja kombe la dunia. Nazungumza hivyo kwa sababu baada ya mechi ya Morocco tuna mechi mbili hapa nyumbani na Zambia na Niger, ambao mechi za kwanza tulishacheza tukawafunga kwao. Kwa hiyo tunatakiwa tucheze nao hapa baada ya mechi hiyo. Lakini pia vijana wetu wa chini ya miaka 17 wanaenda Morocco kwenye mashindano yanaanza tarehe 31, watakuwa kule kwa muda wa wiki 2, na pia watakapofanya vizuri wanaenda kombe la dunia. Na kwa taarifa ya wale ambao hawana takwimu zetu, vijana hao walioko kule Egypt ambao wanaenda Morocco wametokea hapa Tanga, na tumeanza kuwakusanya kama tunavyowakusanya hawa, na waliweza kuwa mabingwa wa Afrika wa chini ya miaka 15. Lakini mwezi ujao wa Aprili tutakuwa tena mashindano ya under 20. Tuna timu yetu inashiriki na ikishinda itaenda kombe la dunia. Lakini pia tutakuwa na mashindano Ghana kule ya vijana chini ya umri wa miaka 13 ambao wengi wao wako hapa, wasichana na wavulana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kidogo natoa data hizi. Najua watu wanawahi na wewe utakuwa na muda, lakini tujue muhimu wa kituo hiki na matokeo ambayo tumeshayapata. Lakini pia vijana hawa walioko hapa leo wako 83 na wale walioko Egypt kule wako 24, na wote wanakaa hapa, na kituo chetu kiko pamoja na wenzetu wa FIFA kwenye mradi unaitwa TDS, ambao ikiwezekana na kimpendeza Mwenyezi Mungu tumeshafikia hatua za mwisho ya kuweza kuwa hiki kituo FIFA Talent Academy, na inawezekana mwezi wa 5 wakaja hapa kwa uzinduzi rasmi. Lakini pia kuna miundombinu tutaiongeza mingi. Sisi ni warai tu wakazi wa Tanga, kile ni kituo chenu, tukitunze. Juzi kidogo kuna uharibifu ulitokea, kuna watu waliwasha moto ambao kidogo ulikuwa ulete athari, lakini tunawashukuru wenzetu wa zimamoto, tulisaidiana nao tukaweza kuzima. Kwa hiyo ni kituo muhimu sana, sio kwa Tanga tu, kiko Tanga lakini kwa Tanzania nzima. Kwa haya machache niwashukuru sana kwa kutuheshimisha kuja hapa, lakini pia nichukue nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri aweze kutoa nasaha zake, lakini pia na aweze kumkabidhi captain wa timu ya taifa na wenzake bendera ya Tanzania tayari kwa safari. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu atubariki, Mungu ibariki Tanzania.